Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdillahi bin Abdil Muttalib wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya tawwab tub alayna warhamna wanzur ilayna. Ya tawwab tub alayna wasamihna fima janayna. Ya tawwab tub alayna waghfir lana waliwalidina. Ya tawwab tub alayna ya rabbana tub alayna ya tawwab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah fa inna lilmuttaqina mafadha. Ndugu zangu, shukurani za pekee ni zake Allah tabaraka wa taala, aliyefanya kila kilichokuwa kuwa, kila ambacho kinakuwa kuendelea kuwa, na kila ambacho kitakuwa kuwa, na kile ambacho hakitakuwa. Allah tabaraka wa taala anajua lau kingelikuwa kwa namna ipi, ingekuwa kwa nidhamu ipi, kingekuwa kwa makadirio yepi, maana yeye ndiyo mkadiriaji wa kila kitu. Ndugu zangu, ziada za rehma tunahamasishana tuzipeleke kwa mbora wa mitume, ambiyai na mursalin, naye si mwingine ni Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, tumuogope sana Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Ukweli wa kumwogopa ni ukweli usiopingika. Dunia yetu imefikia katika level hii tunayoiona leo, katika ustawi wa maisha ambayo haitatokea siku utaamka asubuhi usisikie taarifa ya mauaji, usisikie taarifa ya unyanyasaji, usisikie taarifa ya dhulma. Ni aina ya dunia ambayo huwa siachi kusema, kama ingelikuwa ni tunda, basi imefikia levo ya kuwa ni tunda ambalo hata kusagwa juisi haifai tena. Yaani kuoza kwake kumekuwa ni kuoza kuliko haribika mno. Tumekwisha fika katika zama ambazo tuliambiwa na wana wa chuoni waliokaa mbele ya mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakitafsiri maneno ya Bwana Mtume yanayoelezea akhiru zaman, zama, nyakati za mwisho. Wanasema katika moja ya dalili ya nyakati hizo kuwa ni za mwisho na ni dalili za kiyama, itafika hatua mtu atapita katika kaburi, atapita mtu makaburini, alafu nafsi yake itasema, angalau mie ningelikuwa katika nafasi ambayo wapo watu hawa leo. Yaani itafika zama ambazo mtu kuwa ndani ya tumbo la ardhi
itakuwa kwake ni bora zaidi kuliko juu ya mgongo wa ardhi. Ndio aina ya maisha ambayo tumefikia leo. Ni mfumo wa maisha ambayo yanaingia katika yale maneno ya Allah tabaraka wa taala katika hadithi al-Qudus. Allah alituambia, inni la ahummu bi ahli al-ardhi azada, mimi huwa nikakusudia watu wa ardhi hawa kuadhibu kwa machafu ambayo wanayafanya, kwa mabaya ambayo wanayafanya, kwa kunitukana ambako wanajitahidi kunitukana, kwa dharau ambazo wanajitahidi kunidharau. Inni la ahummu alaihim adhaba, mimi huwa ninakusudia hasa watu hawa kuadhibu. Lakini faidha nadhartu ila umari buyuti, ninapowatizama wale wenye kuimarisha nyumba zangu, walmutahabina fiha, na wale wenye kupendana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, walmustaghfirina bil ashar, na wenye kuniomba msamaha mie usiku. Mtu kaamka akamwambia Allah, as'aluka ya Rabbi, ya Allah ninakuomba msamaha, atubu ilaika taubatan nasuha ya Allah. Allah anasema ninapowatizama watu hawa, swaraftu adhabi anhum, ndiyo nafasi ya kuiondoa adhabu yangu katika jamii huwa inapatikana. Tabia hizi tatu ambazo zimetajwa na Allah tabaraka wa taala ndiyo tabia, ni sehemu ya tabia zinazojenga kinachoitwa uchaji wa Allah azza wa jalla, kumwogopa Allah azza wa jalla. Na ndio jambo ambalo tunahamasishana kila mmoja ajitahidi awe na takwa, awe na uchaji wa Allah, ahakikishe mkewe anatakwa, ahakikishe watoto wake wanatakwa, ahakikishe jamii inayomzunguka na yenyewe inakuwa na uchaji wa Allah azza wa jalla. Uchaji wa Allah in simple definition, kwa tafsiri nyepesi sana, ni kufanya analolipenda Mungu hata kama moyo wako unachukia, na kuliwacha analolikataa Allah hata kama moyo wako unapenda. A simple definition of taqwa. Hiyo ni tafsiri nyepesi sana. Pigana na nafsi yako katika yale ambayo nafsi inapenda. Inna nafsa la ammaratun bisu, nafsi huwa ina kawaida hiyo. Ndugu zangu, nafasi ya Muislamu mmoja mmoja, nafasi ya jamii ya Waislamu katika maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni inategemea nyenzo kubwa ya takwa Allah. Hawezi mtu akafikia level hiyo ya maendeleo. Nilisoma kitabu kimoja cha mwanafalsafa, anasema ingawa watu wengi wameacha kuitoa tafsiri hii, lakini mie nathubutu kusema kuna aina mbili za maendeleo ya watu. Kuna aina mbili ya maendeleo ya watu. Kuna physical development and spiritual development. Kuna maisha ya watu katika hii dunia yao, kuwa na mustawa mzuri wa maisha, kuwa na ilmu mashaallah, manake hizo ndio indicators of development. Hizo ndizo ishara za jamii yenye maendeleo. Ishara za mtu mwenye maendeleo, ana kiwango cha aina gani cha elimu, ana maarifa yanayoweza mtosha kuitumikia dunia yake na kuitumikia jamii yake. Elimu hiyo anayo. Lakini kiwango cha afya ambacho watu wanacho, tahadhari zao na ufahamu wao juu ya masala ya afya yakoje? Lakini wanaendeshaje mambo yao ya kiuchumi watu hawa? Tafuta yao riziki,
akiamka asubuhi mpaka jioni anatafutaje riziki, na huu mchakato umemfikishaje kuwa katika level nzuri ya maisha. Maendeleo ndugu zangu ni mchakato wa mwanadamu, kama ni mwanadamu au kama ni kitu kutoka katika low stages, kutoka katika stage ya chini, yani hali duni ya hicho kitu ama huyo mtu, kwenda katika highest stage of life, kwenda katika aina ya juu ya maisha bora katika maisha yake. Sasa huyu bwana anasema, niliyempitia kitabu chake, anasema watu wengi tunajishughulisha na physical development, tukisahau ya kuwa haiwezi patikana a physical development kama haijashikwa spiritual development. Maendeleo ya mtu ya kiroho, ana kiwango gani cha kumjua Mola wake? Twende na zile indicators of development, zile ishara za maendeleo ya mtu. Kama ni ishu ya maarifa, ana uwezo gani wa kumfahamu Mola wake? Anamjua Mola wake kwa kiwango kipi? Lakini anajitoaje katika mabaa, madhara, magonjwa na mambo mbalimbali ambayo Allah tabaraka wa taala anamkadiria? Anasema mwanadamu huyu kama hajafahamu a spiritual development atakwama katika physical development. Katika mimbari hii alhamdulillah tuliwahi eleza kwamba there are 3 basic needs of human being. Huyu mwanadamu anahitaji mahitaji ya msingi 3, lakini kwa mujibu wa namna yanavyoelezwa, hizi ni physical needs of human being, kwa sababu inasema mwanadamu anahitaji kuwa na malazi, sehemu ya kulala iwe nzuri. Mwanadamu huyu anahitaji mavazi, avae vizuri. Mwanadamu huyu anahitaji chakula, ale vizuri. Haya yote haya ni katika maisha ya dunia, lakini what are the spiritual needs of human being, ambazo hizi nazo ni most basic needs of human being, ambazo watu tumezifanya kuwa ni mahajura, hatuna mpango nazo. Tuliwahi kusema kwa huruma yake Allah tabaraka wa taala akatuletea mwezi mzima, mwezi ambao ndani yake Allah atatupeleka katika kozi mbalimbali. Ramadhan ni kama chuo, it is an university. Ramadhani ni chuo ndugu zangu, ambacho ndani yake kuna varieties of courses. Ndani Allah anatupitisha katika kozi mbalimbali. Kuna kozi ya ukarimu, kozi ya subira, kozi ya manake ile kuwa na ihsan, ile antabudallaha kaannaka tarahu. Uko ndani na friji yako, a simple example, uko ndani na friji yako ina aina zote za matunda. Ukinywa maji, ukila tunda na ukila chakula, ukitoka nje kuna alama gani ya kuwa wewe umekula? Lakini unasema mimi namuogopa Allah tabaraka wa taala. Wewe unamuogopa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo Allah anatupitisha katika hizi courses, na ndio maana katika moja ya vitu ambavyo tunasema Allah azza wa jalla, 10 la kwanza tunaloambiwa na wana wa chuoni, 10 la rahma, 10 la pili ni maghfira, 10 la tatu ni itikum minan nar. Na hizi ndizo spiritual basic needs of human being. Hizi mwanadamu anazihitaji. Haya ni mahitaji ya kiroho. Mwanadamu anahitaji huruma ya Mungu. Brother, wanawachuoni wanasema hatoingia mtu peponi kwa swala yake,
Hatoingia mtu peponi kwa hija yake, hatoingia mtu peponi kwa zaka yake. Tutaingizwa peponi bihurmatillah, kwa huruma yake Allah tabaraka wa taala. Ndio maana muda wote mwanadamu anatakiwa aombe huruma ya Mungu. Ya Allah, nihurumie ya Allah, mimi ni dhaifu, ninasali sala yenye madeni, ninasali sala yenye kufikiria nguo za sikukuu, ninasali sala yenye kila mambo. Yani ndani ya sala ndio mtu anafanya kikao cha namna ya maisha yake yatavyoenda, namna biashara yake itakavyoenda. Leo aanze na nani katika kufuatilia madeni yake? Unataka kuniambia sala hii ndio ikuingize peponi? Lakini baada ya sala hii ndio Allah tabaraka wa taala amwambia Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa idha faraghta fansab, utakapomaliza ibada jitaabishe kuomba huruma ya Mungu. Mwanadamu anahitaji huruma ya Allah, mwanadamu anahitaji msamaha wa Allah azza wa jalla. Tunahitaji kusamehewa ndugu zangu. Bila ya msamaha wa Allah hatutoboi. Kwa lugha ya leo, hatutoboi. Lakini mwanadamu anahitaji kuachwa huru na moto, si ndio ile faman zuhziha ani nari wa udkhila aljannata faqad faza. Yani utakapoepushwa na moto wa Jahannam, amali yako, yangu na ya yule, ikafanya mtu akaepushwa na kuingia motoni, akaingia peponi, faqad faza, huyu mtu ndo amefaulu. Ndugu zangu katika imani, kama hatuna takwa, hatutaijua nafasi yetu katika maendeleo ya jamii zetu, hatutajua nafasi yetu katika maendeleo ya taifa letu, hatutajua nafasi yetu katika maendeleo zile nyanja zote za maisha ya mwanadamu, ikiwa hatujashikamana na takwa. Ikiwa mtu atakuwa ana uchumi mathalan, uchumi mzuri sana, lakini uchumi wake, mapenzi ya moyo wake ndiyo yanayoongoza ule uchumi, huyu mtu amefeli, huyu mtu amefeli. Lakini uchumi alionao ukiwa katika takwa Allah, huyu mtu amefaulu, huyu mtu amefaulu ndugu zangu. Lakini takwa Allah, uchaji wa Allah azza wa jalla, ni miongoni mwa nyenzo zitakazomfanya mumin ajue nafasi yake ni ipi katika maendeleo, kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Takwa Allah, uchaji wa Allah azza wa jalla, ambao Allah azza wa jalla tulivyotangulia kusema ameuleta mwezi mzima. Allah anamfinyanga mwanadamu ajitambue, ajielewe, wewe ni nani, kwa nini uko hapa, nafasi yako ni ipi. Hivi Muislamu anajua kwamba nafasi yake yeye ni kuleta maendeleo ya jamii yake? Anafahamu nafasi yake yeye ni kutunza amani ya nchi yake? Anajijua? Lakini ni uchamungu pekee ambao utakuwa a super filter ya Muislamu, chujio bora, chujio lenye nguvu la kuchuja takataka zilizokuwa duniani, takataka zinazotaka kwenda kuzima mirija ya kheri ya ufahamu ya mwanadamu, kumtambua Mola wake na kujua kwa nini yuko duniani. Kwa kuchunga muda wa ibada hii ya khutba, mambo ni mengi na tunayafahamu, lakini dunia ya leo imeyaleta mambo ambayo imewatoa Waislamu katika heri,
imeyaleta mambo ambayo chungu yao. Ndio maana tunaweza tukafahamishwa masha Allah kwamba tunatakiwa tuwe na maendeleo. Waislamu tuliwahi kutoa mfano, angalia tu mfano wa huu umma ambao tunao hapa sasa hivi. Farjil basara karratain, hebu rejea mara mbili kuangalia huu umma. Ni umma ambao lau tungelijitambua kwamba tuna nafasi gani kimaendeleo kwa idadi ambayo tulikuwa nayo hapa ama tunayo, wala haikupaswa baada ya sala ipitishwe tena kapu, alafu imamu autumie dakika 15 atumie dakika 20 kutafuta pesa 40,000 ya kutoa maji taka ya msikitini. Isingetakiwa hivyo kwa idadi tulionayo. Niliwahi kumsikiliza mmoja katika maulama anasema research isiyokuwa rasmi ambayo yeye kafanya, anasema Waislamu wa Dar es Salaam, kila watu na msikiti wao. Kama kila Muislamu atakwenda msikitini na shilingi 1,000 kwa kila mwezi, yani kila wiki, anasema mimi naenda kusali Ijumaa, piga ua kaba nyang'anya, mimi nitatoa sadaka yangu ya maendeleo ya dini yangu shilingi 1,000. Yeye akatoa research yake akasema kwa umma wa Waislamu wa Dar es Salaam si chini ya bilioni 1 tutakusanya. Bilioni 1 ni baada ya kutoa huduma za msikiti, baada ya kumtolea khatibu hela yake, baada ya kumpa muadhin, baada ya kumpa mfajizi, baada ya kila mtu kutoa. Tukizikusanya kwa pamoja, mfuko wa maendeleo wa Waislamu wa Dar es Salaam bilioni 1. Baba, bilioni 1 tunaikusanya kwa wiki moja, maana yake kwa mwezi tunakusanya bilioni 4. Bilioni 4. Niliwahi kumsikiliza waziri mmoja anasema bilioni 1 inatosha kutengeneza kituo cha afya chenye vitu vyote vinavyohitajika ndani ya kituo hicho cha afya. Bilioni 1. Kwa lugha nyepesi, Waislamu walikuwa wana uwezo wa Dar es Salaam kila mwezi kujenga kituo kimoja cha afya, kujenga shule moja ya Kiislamu. Watu sijui huwa wanaelewa vipi hizi dhana. Allah awatie kheri wahadhiri wetu, maulama wetu ambao kila siku wanatafuta namna ya kutufundisha tuelewe. Tunapoizungumzia hospitali ya Kiislamu, hatumaanishi ukifika pale unaumwa UTI utaambiwa soma Ikhlasi 3. Haimaanishi hivyo. Kinachomaanisha Uislamu, unapozungumzia Uislamu unazungumzia utu, heshima ya mtu, unazungumzia ubinadamu. Mzee wangu, kijana mwenzangu, mama yangu unayenisikia, ukienda hospitali hiyo yenye maadili ya kiutu, ukutane na mdada ambaye wewe umekwenda kujifungua, wodi nzima daktari awe ni mdada na manesi wawe ni wadada, harakati zote, iwe kupimwa njia, iwe kuzalishwa, wamefanya wakina dada wenzako. Huo ndio utu. Tunapozungumzia hospitali ya Kiislamu tunamaanisha hospitali itakayozingatia utu wa mtu. Baba, ukifika unaumwa, bwana mimi nina fangasi, ukiambiwa vua msuli tuone, usianze jamani, wewe mbona kama mwanangu wa mwisho, wewe mbona kama nini, unaleta istighfari wakati dhambi yenyewe ndo unafanya. Lazima tu uvue ili hizo fangasi zionwe. Ni udhalili wa kiasi gani? Kwa hiyo tunapoizungumzia nafasi ya Muislamu, huyu Muislamu kwanza ajitambue
Nimalize hutuba ndugu zangu kwa kusema uchamungu ambao Allah ametufinyanga kwa masiku kadhaa, na alhamdulillah, Allah akipenda tunakwenda kuyakamilisha masiku haya. Hebu tuwe na chungu kweli ya dini. Vile ambavyo ndivyo vinatufanya tuwe na chungu kule, tutoke kule. Kweli leo unalia mwanaume mwenye familia ya watoto wa kike 6, watoto wako wa kiume sijui 5, baba mzima, unalia kwa kuvunjwa kanuni ya mpira, unalia, you are crying, machozi kweli. Are you serious? Tuliwahi kusema hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Ali bin Abi Talib asema, siku moja nilikwenda mie na Mtume, mimi na mke wangu Fatima, kumtembelea Mtume mkwewe. Sasa anasema tulipofika nje, wajadinahu yabiki bukaan shadida, tukakuta Mtume analia kilio cha uchungu sana. Tulipomuuliza kipi kinakuliza, majibu ya Mtume yanatoa taswira kwamba Mtume alikuwa na chungu ya umma. Alilia kuvunjwa kanuni na sheria za Allah, za Mwenyezi Mungu. Wazee wangu katika imani, vijana wenzangu katika Uislamu, tumo katika 10 ambalo fihi lailatul qadri. Allah anasema ndani ya usiku huo, yufraku kullu amrin hakimin. Hiyo ni sehemu ya maulama, tuwaachie wenyewe, watakuwa wanatambaa kwenye darasa zao. Lakini kwa maana ya jumla ya aya, ikiwa ndani ya lailatul qadri, ndani ya hili 10 ambalo moja ya sharafu yake ni unzila fihi alquran, maana yake Qurani ni kitenganishi kati ya ujinga na maarifa. Ndani ya Ramadhani uchamungu ukufanye uwe una uwezo wa kutenganisha pumba na mchele. Huwa siachagi kusema, kuna watu tumelishwa sumu, tumepewa tabia za nyoka, tumepewa tabia za nyoka. Manake nyoka ana uwezo wa kukaa juu ya mchungwa. Sijui nyi wazee wetu, labda nikishuka kwenye mimbari mniambie kama mmewahi kuona, au mundani kuna wanasayansi wataniambia kama nyoka sehemu ya vyakula vyake ni chungwa. Lakini kama nyoka hali chungwa, sio sehemu ya vyakula vyake, kwa nini anamtishia kila anayetaka kuchuma chungwa? Kwa hiyo watu tumejengwa hivyo, tumejengwa katika namna hiyo, tumejengwa katika namna ambayo tuko tayari, kwa sababu anafunga goli zuri, kwa sababu ni sentafu mzuri, kwa sababu ni beki mzuri, tunajua amenunuliwa, tunajua ana mshahara, lakini tuko tayari kumchangia mafedha. Hichi ndo kitasa bwana. Lakini roho zetu zimedanganywa. Imamu kanzu yake kuwa na viraka, imamu kutembea kwa miguu. Wallahi, siku moja, sitamtaja jina, lakini niliwahi kukutana tena hapa Tandika na kiongozi mkubwa sana katika Uislamu, katika mashehe zetu. Wallahi, anatembea kwa miguu. Nikasema kweli, yani tumefikia hatua hiyo Waislamu. Radhiyatan marudhia, kiongozi wetu wa dini anatembea hivi. Ametoka ametuwaidhi mashallah kuhusiana na toba,
kuhusiana na kujitenga na masia, lakini akitoka anapanda gari lake la kwa Mparange, anaenda kwao Mbande, anakaa amezungukwa na wadada ambao hawana stara, alafu baadaye unakaa na wenzako, shehe nimemuona kazungukwa bwana, shekhe wala shekhe nimemuona bwana. Yani ndio furaha yetu, tulikuwa hatuna uwezo wa kumtoa katika dhima ile. Allah wabariki, Allah waongezee kheri wanaotuletea leo somo la nafasi ya Muislamu, kuijua nafasi yako katika maendeleo yako ya kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Hebu tukae tuweze kupata kile ambacho kitazibua masikio yetu ili dunia irudi katika sirata mustaqim. Kinyume cha hivyo, ndugu zangu, bado pawa ya Uislamu haitakuwepo. Pawa ya Uislamu haitakuwepo. Hizo zama tunazoambiwa Uislamu ulikuwa na nguvu, ulikuwa na uchumi imara, ulikuwa na uchumi imara. Sio leo anapita Muislamu, tena sio Muislamu wenzetu, imamu au ostadhi anayetufundishia watoto wetu hapa msikitini, tena amewahifadhisha na Qur'ani, anadaiwa kodi ya nyumba 240,000. Wallahi tutachanga mwezi mzima na hatutopata, mwezi mzima na hatutopata. Nafasi yetu hatujaifahamu katika maendeleo yetu binafsi, maendeleo ya jamii, maendeleo ya kinchi, ya kiutamaduni, siasa na kila nyanja za maisha ya mwanadamu. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni wenye kusikia na kuyafanyia kazi yale ambayo tunayasikia. Udullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi dhawil huda, amma ba'd. Ndugu zangu, tumche Allah azza wa jalla ukweli wa kumcha, na tumuombe Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala sisi pamoja na familia zetu lengo la Ramadhan liwe limefika kwa kiwango cha kumridhisha Allah katika nafsi zetu. Allahumma amin. Iwe sisi na familia zetu, Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma rabbana rudha an khulafa'ir rashidun khususan minhum bil asr al ariq أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.